ni Baba wa milele, Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Ni mwenye nguvu, Ebeneza, Baba wa milele, Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Wanipa mema, wewe ni mwenye nguvu, Baba wa milele yote, Mungu wetu mwenye nguvu. Je, wewe umemsifu Bwana? Na kama umemsifu kwa njia gani? Wakorintho yule wa pili, 2 Corinthians chapter number 30 verse 1 to 10. Kama umefika sema amen. Nataka kuzungumzia juu ya ni nini unaweza fanya ili neno likusaidie. Ni nini unaweza fanya ili neno likusaidie? Kuna watu ambao hawasaidiki na neno. Ni Wakristo wa kanisa na ni wahudumu wazuri sana, lakini neno aliwasaidii katika maisha yao. Ndio nataka kuangalie nini wewe Mkristo, nini mimi Mkristo ninaweza fanya ili neno linisaidie ama neno likusaidie. Nasoma mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Inasema, hii ndiyo mara ya tatu ya mimi kuja kwenu kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, kila neno litathibitishwa. Nimetangulia kuwaambia, na kama vile nilipokuwapo mara ya pili, vivyo hivyo sasa nisipokuwapo nawaambia wazi wao waliotenda dhambi tangu hapo na wengine wote, ya kwamba nikija sitahurumia, kwa kuwa mnatafuta dalili ya Kristo asemaye ndani yangu, ambaye si dhahiri kwenu, bali naweza ndani yenu. Tumishi wa Mungu Paulo kwa kanisa la Wakorintho akisema ya kwamba hii ni safari yake ya tatu. Alikuja safari ya kwanza, akakuja safari ya pili, na sasa unaona akisema hii ni mara yangu ya tatu kuja kwenu kwa mashahidi wawili ama watatu, nikija nikihubiri injili ya Yesu Kristo ndani yenu. Paulo alitembea pale na mpaka akaweza kujenga kanisa la Kristo, na kanisa hili la Wakorintho likawa limesimama katika Kristo na limesimama katika imani. Na kujenga kanisa pale haikuwa rahisi, ilikuwa ni vita, na ilikuwa watu wa pale walikuwa wanapenda sana mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuhubiri injili mpaka aje afikie kujenga kanisa, kuanzisha kanisa la Kristo haikuwa rahisi, imekuwa ni ngumu sana, lakini Bwana akamsaidia mpaka akaja akajenga kanisa. Na sasa ananena na kanisa la Kristo, anawaambia ya kwamba mnatafuta Kristo anayenena ndani yangu, ambaye simo dhaifu ndani yenu, lakini nyinyi ni wadhaifu katika yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili neno likusaidia, number 1, ili neno la Kristo likaweza kusaidia, ni lazima uamini anayekufundisha neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili neno la Kristo likusaidie, likaweza kujenga katika imani, likaweza kutoa ngazi moja hadi nyingine, ni lazima wewe ambaye uko mshirika unasikiza neno ukaweze kuamini anayekwambia neno. Hili neno si lake, ni la Yesu Kristo mwenyewe. Soma mstari wa 3. Mstari wa 3. Kwa kuwa tunatafuta dalili ya Kristo asemaye ndani yangu, ambaye si mdhaifu kwenu, bali anaweza ndani yenu.
Asante. Kanisa la Kristo, hapa watu wa pale Korinthi wanatafuta huyu Kristo anaonena ndani ya Paulo yuko namna gani? Huyu Kristo anakaa vipi? Baba anasema ya kwamba ninahubiri injili ya Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo yuko namna gani? Mungu anasema, Biblia inasema hakuna anaweza kuona Mungu akaishi. Na wewe unatafuta Mungu anayehubiriwa na mtumishi wa Mungu yuko namna gani? Ndio kanisa ilikuwa linatafuta huyu Kristo yuko vipi anayehubiriwa na Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao hawezi kuonekana. Na hii ndio maana inasababisha watu wengi wamejiweka katika misingi ambayo ni ya uharibifu, kutafuta waombaji, kutafuta material form, waone kwamba itaweza kuwasaidia, lakini haitakusaidia mpaka waamini anayekuambia neno. Hili neno lipenye ndani yako, likafanye kazi ndani yako, likakulainishe na likakuweke katika ngazi ya kiroho nyingine. Lakini si kwamba eti unaweza kutafuta Kristo anayenena ndani yangu. Utamwona wapi? Biblia inasema ya kwamba Paulo akaambia kanisa ya kwamba mnayemtafuta si mdhaifu, yuko na uwezo ndani yenu, lakini nyinyi ni wadhaifu kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko na uwezo kutengeneza watu wako, yuko na uwezo kutengeneza watoto wako, yuko na uwezo kukuweka katika ngazi ya juu, lakini nyinyi ni wadhaifu katika huyo Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi ni wadhaifu. Na kwa sababu ya udhaifu wenu, hamwezi kumuona Mungu kuonekana kwa matendo. Yesu Kristo kuonekana kwa matendo. Si ati ukutane useme huyu ndiye Mungu, huyu ndiye Yesu, huyu ndiye anayehubiriwa. Hakuna. Wewe hata ukamtafuta huwezi ukamuona mpaka wakati wewe utakaoamini anayekwambia neno. Na usipoamini anayekwambia neno, hata akihubiri kila siku halitakusaidia. Kuna watu ambao hawasaidiki na neno. Hata nikahubiriwa yuko hapa, lakini neno alimbadilishi, kwa sababu aamini anayemwambia neno. Neno linakuambia usitende haya, na wewe bado unayatenda. Wewe ni Mkristo. Biblia inakuambia usichukie, na unafanya nini? Unachukia. Kwani neno linakusaidia? Neno linakuambia uwe mahali unapoishi paweke kuwa na amani, na wewe saa zote ni mkorofi. Neno linakusaidia? Neno linakuambia penda, na wewe unachukia. Neno likusaidii? Ninakwambia usifanye ushiriki, usende kwa washirikina, na wewe unaenda kwa washirikina. Neno linakusaidia? Hata ukihubiri na utoe fungu na bado unatenda yale ambayo neno linakataa, hakuna msaada unaweza kupata katika maisha yako. Amen. Neno linakwambia toa fungu la 10 na wewe hautoi. Neno linakusaidia? Hapo hamwezi ongea. Hapo hamwezi ongea. Neno linakwambia toa fungu la 10 kwa ukamilifu, Mungu akubariki, na wewe hautoi. Neno linakusaidia? So utapata ya kwamba katika kanisa kuna watu wengi ambao hawasaidiki na neno. Vile ambavyo wamekuja wanarudi hivyo hivyo na shida zao wakiwa wamebeba, wanaenda na mizigo yao. Yesu alisema njooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wewe bado unabeba mizigo yako. Unasaidika vipi na neno? Luka mlango wa 16 mstari wa 19. Soma hapo. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa rangi za zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Asante. Huo ni mfano Yesu alitoa. Matajiri na Lazaro walikaa katika dunia hii yote. Tajiri akafanya utajiri wake wote, na Lazaro akaishi maisha ya shida. Unaona, baada ya kufa, soma historia yote, utaona baada ya kufa Lazaro alienda kifuani pa Ibrahimu. Tajiri naye akaenda jehanamu, akaenda kuungua kule. Biblia inasema ya kwamba akiwa kule kuzimu
akamwambia Ibrahimu, mtume Lazaro aende kwa ndugu zangu, akawaambia mahali ambapo mimi niko ni pabaya, kila mmoja abadilike na akubali Kristo ili apate uzima. Majibu aliyopata yako hapo chini yake. Akamwambia hivi, wasikiza manabii ambao wako huko, hata wakifufuliwa mtu kutoka mautini hawatamsikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawatasikia. Kwa nini? Kwa sababu neno aliwasaidii, hawaamini yule ambaye anayehubiri. Ndio maana akawaambia wasiposikia manabii na mitume ambao wako huko wanaohubiri injili ya Kristo, ya kubadilika, ya kuacha dhambi, ya wokovu, wasiposikia na kuacha njia zao mbaya, basi hata mtu akifufuliwa hawatamsikia. Na ndipo ninasema ya kwamba ili neno likusaidie ndugu yangu, hakika amini anayekwambia neno. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia chapter 1 kuanzia mstari wa 17, inasema ya kwamba mkikubali na kutii mtakula nini? Mema ya nchi. Mkikubali na kutii. So hiyo inasema amini anayekwambia neno, na kwamba ili neno ni pumzi ya Mungu, na Mungu ametumana ili neno lifikie watu wake. Sio yeye anakuja kuhubiri, bali amefanya kutumana. Number 2. Kwanza tenda haraka. Number 2. Ili neno likusaidie ni lazima uamini Yesu Kristo alikufa na akafufuka kwa uweza wa Mungu. Kristo alikufa na akafufuka kwa uweza wa Mungu, si kwa uweza wa mwanadamu. Ukiamini ya kwamba Kristo yuko, alizaliwa kama mwanadamu na akateswa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na akakufa na akazikwa, na siku ya tatu akafufuka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na sasa yuko hai kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Wakristo, na ameenda kutuandalia makao. Ukiwa na hiyo imani, neno litakusaidia. Yesu akasema anaenda kuandalia nini? Makao. Na kama kungelikuwa kuna makao ningewaambia. Na akasema nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna makao ambayo inaenda kuandaliwa kule. Na ukiamini hivyo na kwamba kuna makao ambayo tunaandaliwa na Yesu Kristo, sasa unaendelea kung'ang'ania kwenda kuingia katika hiyo nyumba ambayo Yesu alienda kuijenga. Ukiamini, basi unafanya nini? Neno litakusaidia. Mbinguni anaenda kutuandalia. Soma verse 4. Maana alisulubiwa katika udhaifu, lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Maana sisi nasi tudhaifu katika yeye, lakini tutaishi pamoja naye kwa uweza wa Mungu ulio kwa kwenu. Asante. Kristo alikufa na akafufuka kwa uwezo wa Mungu, na sisi tutaishi pamoja na Mungu kupitia Yesu Kristo. Kwa hivyo wacha nikwambia kwamba ukiamini kwamba Kristo alikufa na akafufuka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na sisi tunaenda kuishi pamoja na Kristo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, neno litakusaidia. Na wakati utakapokuwa unasoma neno, utasikia tu likiingia kwa akili mwako, linabadilisha mawazo yako, linabadilisha moyo wako, na mambo mengine ulikuwa unafanya bila kujiuliza watu watasema nini. Utasikia roho akikukontrol, akikupatia kwamba usifanye hivi, kwa sababu ukifanya hivyo itakuwa aibu katika maisha yako na katika maisha ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno litakusaidia wakati utakubali Kristo alikufa na akafufuka kwa ajili yetu kwa uwezo wa Mungu. Namba 3 ni kwamba ili neno likusaidie ni lazima usimame katika kweli. Lazima usimame katika kweli. Simama katika misingi ya Kristo. Yesu yeye ndiye msingi, na sisi tumejengwa juu yake. Na ndio inasema ya kwamba ili hilo neno liweze kusaidia, simama katika kweli, na ukweli ni msingi ambao msingi ni
Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma verse 8. Huwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli, bali kwa ajili ya kweli. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kupinga ile ukweli, bali sisi tunasimama katika ile kweli. Je, wewe ukiwa mshirika wa AIC Diani, wewe umesimamia nini? Umesimamia kupinga kazi ya Kristo? Umesimamia kuvunja kanisa la Kristo? Umesimamia kufanya siasa, kuleta siasa kwa kanisa? Umesimamia kutaka kuharibu vikundi, ama umesimamia kweli ya Yesu Kristo? Kwa sababu kila mmoja kuna kile ambacho amesimamia. Biblia inasema ya kwamba sisi hatupingi. Paulo anasema ya kwamba sisi hatupingi injili, hatupingi ile kweli ya Kristo, bali tunasimamia ile kweli ya Kristo. Je, wewe umesimamia nini? Ukiwa kule kazini, wewe umesimamia nini? Kwa sababu Biblia mchana wa leo inatuambia ya kwamba tukasimamie ile kweli, ili neno la Kristo likaweze kutusaidia na kutujenga na kuendelea kutuweka misingi ya kiroho. Tuwe tumesimamia, tuwe tuko sawasawa, tuwe tuko fahamu katika imani. Wewe umesimamia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wako kwa ajili ya kupinga kazi ya Kristo, kuinisaiti watu wengine ili waweze kupinga kile ambacho kimesemekana kifanyike. Ina maana ya kwamba wewe hausimamii kweli, wewe unasimamia kuharibu injili ya Kristo. Na unajua ya kwamba Biblia inasema, Yesu anasema, naja upesi na ujira wangu wapi? Mkononi, kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Wewe ambao unapinga kazi ya Kristo, Biblia imesema akasema ya kwamba wewe kama ni muuaji usiache kuua. Wewe kama ni mpinga Kristo, endelea kuwa mpinga Kristo. Wewe kama ni mtu wa kuchukia, endelea kuchukia. Yesu hakusema uache, ni wewe mwenyewe uamue kuacha ili akusaidie asimame pamoja na wewe. Na ndipo akasema kwa sababu yeye yote na mwenye kutenda mema na azidi kutenda mema. Akasema naja upesi kulipa kila mmoja. Wewe unangoja kulipa nini? Na kama neno linakusaidia, mbona umekwama mahali umekwamia? Mbona hausongi mbele? Kama neno limekusaidia tangu uokoke, ni mambo mangapi umetenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Ni mara ngapi umepinga sauti ya Mungu kama neno linakusaidia? Ni mara ngapi umeibia Mungu kama neno linakusaidia? Ni watu wangapi umewabeba katika moyo wako wanakupoteshea amani? Hauna amani kwa sababu ya watu uliowabeba. Wamejaa kwa moyo, hata wengine umeweka mgongoni. Imekuwa mzigo kwako. Ukitembea unakuwa mtu wa hasira, hata wengine unagombeza ambao hawana shida kwa sababu ya shida ya wengine uliowabeba. Anayesaidika na neno, kama neno limekwambia samehe, unastahili kusamehe. Na ukisamehe haustahili kurudia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtu akirudia inakuwa kosa la kwanza. Na ndio maana Yesu akasema hata kama amekukosea 7 mara 70, bado ufanye nini? Msamehe. Kwa sababu mtu hawezi kubeba hayo makosa yote. Ni kwamba ukisamehe, akikukosea tena unaanza 1. Ni kosa la kwanza. Usianze kumuuliza mbona ilikusamehe jana na sasa umerudia. Hiyo ni kosa lingine tofauti na lile ulilomsamehe jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni jambo lingine tofauti. Na ndipo inasema kama neno linakusaidia, ukiambiwa samehe na usahau, na maisha isonge mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama alikusaidii, endelea kubeba mizigo yako. Kule itakao kuangushia ni wewe na Mungu wako na shida zako. Amen. Mungu akusaidie ndugu zangu, na aweze kutuelekeza na akasimame pamoja nasi wakati neno linapokuwa linahubiriwa. Sikiza neno likusaidie katika maisha yako.
hata mimi wakati ninapohubiri neno pia nao linanisaidia, kwa sababu Mungu mpaka anene ndani yangu ili na mimi ninene na nyinyi, ninene na kanisa, mpaka hilo neno linisaidie ili nitakapolinena nikasaidia mtu ambaye ameketi mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha neno ili likatusaidie tukaamini watumishi wa Mungu ambao wanaohubiri injili ya Yesu Kristo. Tukaamini kwamba Kristo alikufa na akafufuka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tukasimamie ile kweli, tukijua kwamba maisha ya dunia hii yanapita, sisi tuko wapitaji. Kuna mahali ambapo Yesu anaenda kutuandalia, na kila mmoja macho yake yatazame mahali ambapo Kristo anaenda kutuandalia, ili sote mwelekeo wetu uwe ni wa kumtumikia Mungu na mwisho wake ni kuingia katika uzima wa milele. Bwana tubariki, atusaidie na atuongoze.